Ndugu zangu walimu, mafanikio ya sekta ya elimu ni mengi. Wakati tunaingia madarakani, serikali ya awamu ya 8, tulikuta bajeti ya Wizara ya Elimu kwa wakati ule ilikuwa ni fedha za Kitanzania bilioni 257 mwaka 2021. Naisema hii ya mwaka wa nyuma tulioishi ya jana, tulifikia bajeti ya bilioni 830, pamoja na kuongezeka na bajeti za mikopo ya elimu ya juu kutoka bilioni 11.5 hadi bilioni 33.4 kwa mwaka 2025. Ujenzi wa skuli za ghorofa 36 kwa ngazi ya msingi na sekondari zikiwa na maabara za kisasa, maktaba na vyumba vya kompyuta. Ujenzi wa majengo ya dakhalia umeongezeka kutoka dakhalia 6 hadi dakhalia 21 kwa mwaka 2024-2025, na ujenzi wa dakhalia nyingine 14 unaendelea. Jumla ya vitabu 3,424,436 vya kujifunzia vimegawiwa katika skuli zote za Unguja na Pemba. Idadi ya wanafunzi wa kike wanaosoma fani za sayansi, ufundi, udaktari na teknolojia umeongezeka kutoka wanafunzi 1467 mwaka 2020 hadi wanafunzi 3409 mwaka 2024, pamoja na kutoa ajira 3531. Niendelee kuwashukuru sana Shirikisho la Walimu kwa kazi kubwa ambayo mmefanya. Leo mmeonyesha mfano mkubwa sana. Jambo hili ni kubwa na limeonyesha utayari wetu wa kwenda kuipambania serikali yetu kwa mazuri ambayo Daktari Hussein Mwinyi ameyafanya, na kuhakikisha kwamba tunairejesha madarakani ifikapo pale Oktoba 2025. Tunaomba sana sote tufanikiwe hivyo. Walimu na mchango mkubwa katika mafanikio ya Daktari Hussein Mwinyi. Walimu mna mchango mkubwa katika mafanikio ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini walimu mna mchango mkubwa katika utekelezaji wa ilani ya chama chetu. Twendeni tukasimame imara. Hapa tulipofika hatutaki kurudi nyuma. Siku zote tunataka tuende mbele. Tulindeni mila zetu, desturi zetu, tabia zetu na utaratibu wa kazi yetu. Maana ukionekana mwalimu alafu unafanya vitu vya hovyo kabisa, watu wanashangaa.